الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Aya hii ilikuwa inatosheleza kabisa kwa mtu yoyote kuwa na adabu na wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwazungumza vibaya wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema kuna kiraa hapa ambayo imefutwa wa huwa abul lahum, yani mtume ni baba yetu. Kwa hiyo nabii ni aula, yeye ni bora kwa waumini kuliko hata nafsi zao. Mwenyezi Mungu ameyasema maneno haya katika Qur'an. Kuna jambo baya, iwe ni silaha, iwe ni shari yoyote na kumwelekea Mtume Muhammad sallam, basi wajitumbukize ikupate wewe kwanza. Na ndivyo walivyofanya masahaba, walikuwa wako wao tayari kutoa roho zao kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamkinga mtume, wanamuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah akasema wa azwajuhu, na wake wa mtume ummahatuhum, hawa waumini wa Kiislamu hawa ni mama zao. Maana yake hapo hata baba yake ami yake mtume Hamza, hawa wake wa mtume mama zake vile vile, maadamu yeye ni muumini katika wafuasi wa Mtume Muhammad, hawa mama zake. Na tumeitwa mama zetu, maana yake haitakikani hakuna mtu kuoa mtume baada ya mtume kufa. Utawaangalia yani kama mama ni mama zetu, na ndio Mwenyezi Mungu akutumia hata herufi ya tashbiha, kasema moja kwa moja tu na wake zake ni mama zao. Hakusema kama mama, kama mama zao, akasema mama zao moja kwa moja. Kwa unapoongea wewe na mama yako au unapomwongelea mama yako, lazima uwe na adabu naye. Sote sisi tunajua, hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa nani mwenye haki zaidi katika watu wangu, akaambiwa mama yako. Kisha nani? Akaambiwa mama yako. Kisha nani tena? Mama yako mara tatu. Kisha nani? Babako. Hata unaambiwa hata usiseme usiseme yani mbele ya mama yako usiseme nini, hata ile usiseme. Vipi sasa ni neno mshangazi mathalan, hilo si refu sana hilo jamani, ile mama yako kusema mbele yake, wala takulahuma ufi. Hawa mama zetu wa kawaida, sio huyu mke wa mtume, mama wa imani. Hawa kina mama zetu walituzaa sisi, hawa kina mama tu wa kawaida, vyo vyao vya kawaida kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mama ana daraja ya juu, Bi Khadija. Kama ningesema niandae muhadhara wake au hutuba yake, nilete maalumati kuhusu huyu bibi huyu, ningepata vitu vingi sana, lakini ningekuwa kama natia petroli kwenye moto, maana naongezea tena. Wakati wake ukifika tutakuja siku moja kumuelezea, lakini kila mmoja anajua Bi Khadija alikuwa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio aliozaa naye watoto wake hao wote kasoro Ibrahim. Na watoto wote wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamezaliwa na huyu Bibi Khadija, akiwemo Fatima radhiallahu anha. Hawa wamezaliwa na huyu Bibi Khadija, na ndio mke wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taban alimwoa akiwa na miaka 40 na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na miaka 25. Na kuoa mke ima mdogo au mkubwa hakuna tatizo katika sheria, haikukataza. Yani mtu mdogo, mwanaume mdogo akaoa mke mkubwa, au mwanamke mdogo, mwanamke mkubwa akaolewa na mtoto na kijana mdogo, sheria ikataza. Na udogo unaokusudiwa ni mtu kufikia nini? Ndio maana Mtume akaambiwa kamuoa Bi Aisha akiwa mdogo, akaambiwa hapana. Kwa wakati wao aliolewa Hafsa kabla yake, kipindi hicho mbona mzungumzii? Kwa zama zao ilikuwa ni sawa tu, kwa miaka hiyo aliolewa, na kwa zama zao ilikuwa ni nini? Ni sawa. Watu walikuwa na maumbile makubwa, yani watu wanakuwa wakubwa haraka, watu walikuwa wanakuwa haraka tofauti na huku kwetu. Kwa usisawirishe, usipige picha ya zama ile ulete huku, useme mtoto wa miaka 7 sasa hivi au 9 basi mtume alimoa ilikuwa hivi. Watu wa zama zile sio watu wa zama hizi. Kwa hiyo ukitaka hukumu ya sawa sawa ipeleke zama. Ndio maana watoto wa Adam alayhi salam walioana wenyewe, wanazaliwa wa kike na kiume. Huyu anamuoa dada wa huku na huyu anamuoa dada. Sasa kuna mzee gani hapa watoto wake wanaoana mapacha? Kwa hiyo usilete huyu kama dada yake. Hili ilikuwa ni zama zile, hakuna watu katika ulimwengu. Si tumeelewana jamani? Kwa kila kitu kina hukumu kwa ule wakati ule.
Usilete mambo hayo katika wakati utachanganya. Ala kulli hali, sisi tunasema huyu mama anatakiwa kuheshimiwa sana, na ndio maana hata mama Aisha radhiallahu anha anasema kipindi cha Nuhu, hii miaka 950 inayotajwa Nuhu ameishi, ni wanasema ni ulama, ni miaka aliyofanya da'wa tu, lakini ameishi zaidi ya 950, zaidi ya 950, kiasi umri wake hujulikani, inaweza kuwa 1000 nao kaishi. Sasa usifananishe watu, kila watu wana zama zao na vile walivyoishi. Sasa kwa huyu mama Khadija kumpa jina lolote lile, ilikuwa shekhe wetu yule, shekhe wetu tunamheshimu sisi, shekhe ni alim, shekhe yule arudi tu kwamba yeye ni binadamu, kateleza, kapitiwa, mdomo umemteleza, hakuna alikusudia kusema kheri, akakosea, lakini asiendelee kukosea tena, asiendelee kukosea zaidi ya pale alipokosea, kwani ni binadamu tu. Binadamu sote sisi ni watu ni wenye kukosea. Kurudi kwamba arekebishe kwamba kumwita Bibi Khadija mshangazi si sahihi, sio? Yani wewe chukua hilo jina afu mpelekee hata dada yako tu, acha mama yako. Mimi niseme mama ni kitu kikubwa sana. Nisiseme kamwite mama yako, kamwite dada yako tu. Unaweza kumwita hivyo? Au na binti yako unaweza kumwita hilo jina? Haifai kabisa, haifai. Hata istilahi hiyo inayotumika katika nchi wanaoitwa hivyo sio kama yeye. Sasa unaongeza tena na Bizurekha, unaongeza tena sui mama yake Musa, yani unaongeza vitu ambavyo mtihani yani. Wakati mwingine manake mashekhe hawajiwi na mashetani maibilisi wadogo dogo, wanajua na wale wakubwa. Yani anampeleka tu zile, anazidi kumtoa tu. Aliyakuwa pale